ambavyo Mungu anaweka wanadamu mizimu. Maandiko yananiambia mzimu ikianguka mwenye haki atasimama wapi? Kichwa ya neno ya wakati huu, Bwana anasema kwamba ishi katika roho. Ishi katika roho. Wagalatia, maandiko yananiambia katika mlango wa 5 mstari wa 5. Maandiko yananiambia nini? Nataka tuzungumzie juu ya kuishi katika roho. Maana watu wengi waliishi katika roho na watu wengi waliishi katika imani. Kuna utofauti kati ya imani na roho. Maana roho ni yule ambayo anazungumza na sisi kila wakati, na imani ni ambayo ni kifunguo cha roho. Maana bila imani roho hawezi fanya kwako. Bila imani roho hawezi ingia ndani yako na aanze kuhudumu ndani yako. Imani ndiyo kifunguo cha roho. Wagalatia 5:5 inasema nini? 5:5. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana sisi katika roho, mstari wa 5 pekee yake. Maana sisi katika roho tunaotazamia hiyo njia ya haki katika utukufu wa nani? Wa imani. Tunatazamia wote njia ya roho, maana yule ambaye anaongozwa na roho ni mwana wa Bwana. Na ninaambiwa katika maandiko, yule anatembea katika roho, yeye hayuko chini ya sheria, yuko juu ya sheria. Ako juu ya sheria. You are above the law. The Bible says that katika wakati ambapo wewe unatembea katika roho, tunatafuta nguvu za roho katika nguvu ndani, katika imani. Wakati ambapo unataka nguvu za roho ndani yako, ni lazima ukanyenyekea. Watu wangu watakaonyenyekea, na mimi nitakuja mbele yao na kuambia mimi niko hapa. Ninataka niwaunganishe na madhabahu ya mbinguni. Maana wakati uko connected na nguvu za Mungu, naye Mungu anasema mwanangu yuko mbele. Hiyo Galatia 5. Maana wakati mwingine Mungu alizungumza na watu. Galatia 5, tuzungumze na Mungu katika mstari wa 16. Andiko linaniambia nini? 16 anasema hivi. Basi ninasema enendeni kwa roho. Wala hamtasitimiza kamwe tamaa za mwili. Maandiko yananiambia, basi ninawaambia enendeni kwa roho. Maana katika maana hiyo hamtasitimiza tamaa za mwili. Tamaa ya mwili ni gani? Wakati mwingine mwana wa damu, mtu wa kawaida anapokuangalia anasema huyu amechanganyikiwa. Watu wanapokuangalia, uzinzi inaanza kuingia, ushirikina inaanza kupandwa. Maana wewe wakati ambapo unatembea katika roho, unatembea katika nguvu za kiroho. Wewe ni kama robot wa anga. Wewe ni kama malaika ambaye umeteuliwa. Maana tumeambiwa ninyi miungu. Sisi ni kama miungu wa dunia, na ambaye tumeteuliwa kusimamia ufalme wa mbinguni. Wagalatia hiyo 5 mstari wa 18 inasema nini? Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Sikia, ukiongozwa na roho hauko chini ya sheria. Ina maana in every principality that will come to face you in a warfield. The Bible says that wakati wewe unaongozwa na roho, wewe hauko chini ya sheria. Hakuna siku mchawi anaweza akakukoroga wewe. Maana mbele yako kuna yule ameteuliwa ili kufanya wewe uwe mshindi. Roho aliteuliwa wakati wa Pentecost, akaambiwa nenda kwa wanafunzi, nena na wao. Wakati huo roho alitembea na wao, na wakawa juu ya sheria, hawakuwa chini ya sheria. Ndio maana Petro akasema kwamba mwasema watu hao wamelewa na ni saa 3, pombe yenyewe saa 3. Hawa ni wale watu ambao roho wa Bwana yuko ndani yao, wananena kwa dini kila aina. Mtu mwingine ananena Kiislamu na yeye ni Mturkana, mwingine anaenda Kinindi na yeye mwenyewe ni Muislamu, mwingine ananena kila Kijaluo na yeye mwenyewe ni Mkikuyu. Ina maana kwamba